Yes, mambo vipi mwana familia wa HNT Media, ni wakati mwingine tunakutana kuzitazama zile zilizo hapa ni kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hasa kubwa zaidi ni kuhusiana kwa ile dabi ya Kariakoo, dabi ambayo ilitajwa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 mpaka sasa ukiwa umeshakwisha kupita mwezi mmoja na wiki 3 toka mechi hiyo iahilishwe. Sasa leo moja kati ya taarifa kubwa ambayo imetolewa na bodi ya ligi kuhusiana kwa mchezo huo. Taarifa yote tunayo hapa, ni kualike kwamba wewe endelea kubaki nasi hapa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kwa anga la michezo. Mwana familia wa HNT Media uweze kujua ni nini ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo. Lakini kabla hatujaiangalia taarifa hii kwa undani zaidi, ni kukaribisha kwa wewe ambaye ndo kwanza umejiunga nasi, basi hii hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za michezo. Lakini ni kuambie tu kwamba umeshakwisha kupitwa na taarifa zetu nyingi sana. Ili sasa usiendelee kupitwa na taarifa zetu, hakikisha unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, ili sasa mambo yaweze kwenda sawa, ili wewe wa kwanza kupata taarifa zetu tunazokuwa tunakuletea kila siku kila wakati hapa katika anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo bodi ya ligi wameweza kuitoa kuhusiana na mwelekeo wa dabi ya Kariakoo, mechi ya Yanga dhidi ya Simba Sports Club, mechi ya Yanga wenyeji wakiwakaribisha Simba Sports Club. Mwanzo mechi hii ilionekana kuwa na mambo mengi sana na sintofahamu za hapa na pale, mambo mengi yakihusishwa katika mechi hiyo, vikihusishwa vitu kama rushwa, vikihusishwa vitu kama uvunjifu wa amani, vitu ambavyo vilipelekea mpaka mechi hiyo kuahilishwa. Lakini baada ya kuahilishwa kwa mechi hiyo, mambo mengi pia yaliweza kujitokeza. Kama unakumbuka, mambo mengi yaliweza kujitokeza. Young Africans waliweza kudimandi bodi ya ligi waweze kujihuzuru, lakini pia Simba Sports Club wao wakawa wamedai kwamba wamefanywa fujo, wamefanywa vurugu, wamekatazwa kwenda kufanya wamezuiwa kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mazoezi ya kikanuni, mazoezi ya mwisho kuelekea kwa mchezo husika. Vikatokea vitu vingi. Pia tumeona Young Africans wamechukua hadi uamuzi wa kwenda kupeleka mashauri yao kasi katika mahakama ya usuluhishi wa masuala ya michezo duniani CAS. Lakini pia tunaona bodi ya ligi na TFF wamekuwa na mvutano wa hapa na pale. Lakini pia tumeona vikao vingi vikitokea. Machi 27 waziri wa habari, sanaa na michezo Mheshimiwa Profesa Paramagamba Kabudi aliweza kukutana na TFF, aliweza kukutana na bodi ya ligi. Young Africans aliweza kukutana na uongozi wa Simba Sports Club. Mambo mengi pia yalitokea hapa katikati kuhusiana kwa mechi hiyo iliyoahilishwa, mechi ya dabi ya Kariakoo. Lakini kwa hivi karibuni waziri wa sanaa, habari na michezo Profesa Paramagamba Kabudi pia naye aliweza kutoa tena tamko kuhusiana na mwelekeo sasa wa dabi hiyo na kuitaka bodi ya ligi waweze kutoa tamko kuhusiana na dabi hiyo kwamba ipo au haitakuwepo. Lakini mmoja kati ya vitu ambavyo alisisitiza waziri ni kwamba mpaka sasa aliweza kuwatupia mkono na aliweza kuwanyoshea kidole TFF na bodi ya ligi, na kwa kusema kwamba kwa mwenendo huu wanaoenda nao basi watawagawa mashabiki na wapenda soka hapa Tanzania na kuwapa mzigo mkubwa wa kutoaminika Azam Media ambao ni wadhamini wa mashindano, kwa maana ya kurusha matangazo, kutokana na kwamba watu watakuwa hawawezi tena kuchangia, hawawezi tena kununua vifurushi vyao na kutazama mechi kama hizo, wakihofia kwamba huenda mechi inaweza ikaahilishwa. Lakini pia kwa kuwagawa mashabiki na wapenda soka Tanzania ni kwa namna kwamba watu watakuwa sasa hawawezi kufuatilia vilabu vyao, kutokana na kwamba wanawaza lolote linaweza likatokea kwa muda wote, vitu ambavyo sasa TFF na bodi ya ligi walitakiwa wao vimarize kwa muda kama huu hapa, na watoke na tamko juu ya sakata hilo ambalo lilitokea. Young Africans
Africans ana makosa juu ya hili, Simba Sports Club ana makosa juu ya hili, au TFF bodi ya ligi wao ndo wana makosa juu ya hili. Basi moja kati ya taarifa kubwa ambayo watu walikuwa wameisubiria kwa hamu ili kuweza kujua ni nini kinachoendelea sasa kuna dabi hii ambayo iliahirishwa siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 ya mwaka 2025, mechi kubwa kabisa ambayo ilikuwa inayakutanisha ambayo ilikuwa inavikutanisha vilabu vikubwa hapa Tanzania, kwa maana ya Young Africans makao makuu yao yakitokea hapo Twiga na Jangwani Dar es Salaam, lakini pia Simba Sports Club ambao makao makuu yao yanatokea hapo Msimbazi jijini Dar es Salaam. Mechi ambayo ilitazamwa kwa ukubwa kabisa na mashabiki wakitoka katika nchi tofauti tofauti, wakitoka katika mikoa tofauti tofauti, wakitoka katika sehemu tofauti tofauti kuja kuiangalia mechi hiyo ambayo ilionekana kuwa na mvuto sana, na mechi ambayo kikawaida ingeweza kuamua ni nani bingwa wa ligi kuu, kutokana na kwamba wamba hao walikuwa wanakutana wakiwa na tofauti ya pointi moja. Klabu ambayo ingeweza kupoteza katika mchezo huo, basi huenda taswira ya ubingwa ingeweza kucholeka na bingwa angeweza kujulikana. Lakini kwa nukta hiyo sasa unaona kabisa kwamba mpaka sasa hakuna kinachoendelea. Uongozi wa bodi ya ligi umekaa kimya, lakini pia Young Africans wao wanaendeleza na msimamo wao wa kutocheza mechi nyingine ya ligi zidi ya Simba Sports Club katika msimu huu wa 24 na 25. Moja kati ya taarifa ambayo watu wengi sasa wanasubiria ni kuona kwamba TFF na bodi ya ligi watatoka na taarifa gani, kama dabi ipo ama haipo. Lakini kwa upande wa klabu ya Young Africans wao mpaka sasa wameshakwisha kucheza mechi 26. Kikawaida wangekuwa wamebakisha mechi 6, wangekuwa wamebakisha mechi 4, lakini wao wanasema wamebakisha mechi 3, kwa maana kwamba mechi ya Simba na Yanga wao hawaitambui kabisa na wala hawana taarifa nayo, na wanachokisema kwamba wao mechi hiyo hawataicheza. Endapo kama bodi ya ligi watapanga tarehe mpya ya dabi hiyo ya Kariakoo na Young Africans wakagoma kwamba hawatacheza mechi hiyo, basi Simba Sports Club atapata pointi za bure na pointi za mezani, kitu ambacho sasa kitawapa moto sana klabu ya Young Africans. Lakini mpaka sasa klabu ya Young Africans shauri lao lipo kasi. Wanatarajia kupata muongozo kutoka kasi juu ya shauri lao ambalo wamelipeleka huko la kudemand kwamba uongozi wa bodi ya ligi uweze kujihuzuru kwa sababu wameshindwa kusimamia sheria na taratibu za mpira wa miguu hapa Tanzania. Basi klabu ya Young Africans inawataka viongozi hao waweze kujihuzuru na waweze kuachia madaraka kutokana na sababu hiyo ambayo inawafanya wanashindwa kusimamia sheria na taratibu za mpira wa miguu. Wao wanachotaka kusimamia ni taratibu, wanataka kusimamia hekima na busara, lakini pia sio sheria na kanuni ambazo zinaiongoza ligi hiyo ya Tanzania chini ya bodi ya ligi na TFF kama iconi wa mashindano hayo. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo sasa wewe mwanafamilia ulitegemea kuisikia na ulitarajia kuijua kuhusiana na dabi hii ambayo huenda ikapangiwa tarehe mpya hivi karibuni, vikao ambavyo vinaendelea kukalika huko katika bodi ya ligi TPLB, unaambiwa kwamba vikao ni vingi sana kuelekea kwa mechi hiyo ambayo huenda ikatangazwa tarehe mpya ya dabi ya Kariakoo, kitu ambacho mashabiki na wapenda soka wa hapa Tanzania wanasubiria kwa hamu sana ili waweze kujua ni nini kinachoendelea kuna kwa anga hilo la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, taarifa kubwa ni nyingi sana zinazokujia kutokana na hilo jambo ambalo litatangazwa hivi karibuni na bodi ya ligi kuelekea kwa mchezo huo ambao uliahirishwa siku ya Machi 8 2025. Lakini sasa bodi ya ligi wanakuja na tarehe mpya ambayo
kutangazwa na kuchezwa dabi hiyo. Sasa swali ni kwamba Young Africans watacheza dabi hiyo ama ni nini kitaendelea? Basi maoni yako ni ya muhimu sana. Charaza maoni yako hapo kuna comment section. Mimi nitakuja kupita nayo, niandikie kwamba unaona vipi Young Africans watacheza mechi hiyo ama hawatacheza. Mimi nitakuja kupita nayo update comment yako katika update zinazokuja ili kuhakikisha kwamba tunapatana vizuri kwa wewe bwana familia wa HTN Media ambaye umetenga muda wako kuzitazama taarifa za michezo zinazoendelea kuhappen kila siku kila wakati hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bye bye.